12. Na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri, ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa. Huyu mtu aliye na maarifa ni mtu anayeweza kusoma. Wakisema, tafadhali ukisome hiki, akasema siwezi kwa kuwa kimetiwa muhuri. Jamani, tuko pamoja hapa? Na maono yote yamekuwa kwenu kama maneno ya chuo kilichotiwa muhuri. Chuo ni kitabu, muhuri ni kama kufuli ambacho watu humpa mtu aliye na maarifa, akisema tafadhali ukisome hiki, akasema siwezi kwa kuwa kimetiwa muhuri. Naweza kusoma, naweza kuona yaliyoandikwa, lakini kuna mifumbo yamekuwa siri, siwezi kuyaelewa. Kusoma naweza, lakini nikisoma sielewi. Ndicho anachokisema. Kisha mstari wa 12, apewa mtu asiye na maarifa, akaambiwa kisome hicho tafadhali, akasema sina maarifa mimi. Yaani yule anayeweza kusoma hajaweza kusoma, mimi nisiyeweza kusoma. Kwa hiyo uwezo wa kusoma hausaidii hapa kwamba ninajua kusoma. Unaweza ukasoma Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, lakini ukashuhudiwa na roho ya giza ya mpinga Kristo, ukawa unaona Yesu hausiki chochote hapa, kwa sababu macho yako yametiwa kufuli. Sasa hiyo kufuli inaondoka kwa damu ya Yesu. Mtu akimwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, macho yake yanafanyaje? Yanafunguliwa. Unapogeuka, ule utaji unaondolewa. Utaji unaondolewa, giza linaondolewa kwa kumwamini Yesu. Hilo andiko ni ngapi? Wakati wote unapogeuka, ule utaji huondolewa. Andiko anasema utaji huondolewa, utaji huondolewa. Wakorintho wa pili 3:13. Wakorintho wa pili 3:13. Mstari wa 11. Kwa maana ikiwa ile iliyobatilika ilikuwa na utukufu, zaidi sana ile ikaayo ina utukufu. Naongelea maagano au maneno ya Mungu. Mstari wa 12. Basi kwa kuwa mna taraja la namna hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Zilitiwa nini? Uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wa kale, yaani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo, ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji likalia mioyo yao. Utaji ni kifuniko, pazia linawazuia kuona. Mstari wa 16. Lakini wakati wowote utakapomgeukea Bwana, utakapomgeukea nani? Bwana, ule utaji huondolewa. Manake sasa hivi anakuwa na uwezo wa kusoma na kuelewa kilichoandikwa. Basi Bwana ndiye Roho, lakini alipo Roho Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Mstari wa 14. Na sisi sote kwa usotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu toka kwa Bwana aliye Roho. Nitaka uone mstari wa 16. Lakini wakati wote watakapogeukia Bwana, ule utaji uondolewa. Kwa mtu anapomwamini Yesu, anakuwa na access ya siri za Mungu, anakuwa na uwezo wa kufikia na kuelewa mambo ya neno la Mungu yanayoletwa kwake. Kwa kwanza mtu apokee nini? Ufunuo. Haleluya. Apokee nini? Ufunuo. Ina mkono wako juu kila mmoja, mkono wa kulia. Sema Baba, kwa jina la Yesu, ninakushukuru wewe Bwana kwa ajili ya kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, Bwana wa Mwokozi. Asante wewe Bwana Yesu kwa ajili ya damu yako iliyomwagika msalabani. Mimi ninaamini Yesu Kristo, wewe ni Bwana uliyekuja ukafa na kufufuka ili niwe na uzima. Uzima huo umekuwa nuru maishani mwangu inayong'aa gizani, wala giza halitaliweza. Nimepokea leo
yanatiwa nuru leo, yanatiwa nuru leo, yanatiwa nuru leo. Ninapokea kujua mambo yote anayonionyesha Bwana kuhusu maisha yangu. Ninapokea ufahamu wa mambo yote anayonionyesha Bwana katika neno lake, kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ukishapata ufunuo wa neno katika jambo fulani la maisha yako, unatakiwa utengeneze mazingira ya kukumbuka na kung'ang'ana na neno. Na kung'ang'ana na neno. Sasa nataka msikize. Hatua ya pili ni kung'ang'ana. Andika kung'ang'ania neno. Usiandike kung'ang'ania, sio kung'ang'ania. Nga ni nga yenye ka. Unanielewa? Kuna kamkato kako juu ya G na A. Kung'ang'ania neno. Kung'ang'ania neno. Haswa hilo neno lililoleta ufunuo kwenye maisha yako. Nataka nikupatie mfano mzuri sana. Nimewahi kuwa stress ya kupata mchumba. Manake mnapenda mambo ya wachumba. Wewe tumie hilo iko. Na nini huo mfano? Nimekuwa na stress ya kupata mchumba. Unajua swala la miaka unafikiri tu ni la wadada, lakini hata wababa linataka. Piga mahesabu hivi hapa, ile unaenda ili changamke. Sasa nilikuwa napanga mimi mipango yangu, nilikuwa nataka mapema kabisa nimalizane na hilo jambo. Nikawa nawaza ninafanyaje? Sioni yani, nikiangalia chuo hamna kitu, kazini hamna kitu, naangalia mtaani ndio hovyo kabisa. Sasa kanisani sielewi. Watu wananielewa vizuri hapo. Unajua mpaka watu wanauelewa vizuri kabisa. Sasa hilo kwangu lilikuwa ni tatizo. Nafanyaje, nashughulikaje na jambo hili? Maombi baba jajaja lekete makelele jatia bayakate elekede hola. Baadaye nikapata ufunuo. Usijisumbue na jambo lolote. Usijisumbue. Hili ni jambo ndio. Usijisumbue. Sawa, sitajisumbua. Ninafanyaje? Ni kama Bwana akaniambia kabisa, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, haya mambo huwa yanazidishwa. Kuanzia leo nitakuwa namtumikia Mungu kwa uaminifu, ili jambo litazidishiwa. Nilikuwa katikati ya utumishi wakati linazidishwa. Katikati ya nini? Ufunuo wa huyu binti ulikuja wakati niko katikati ya nini? Utumishi. Mimi niling'ang'ana na kumtumikia. Yalikuja mambo yaliyotaka kunitoa katika kumtumikia Mungu, lakini nilijua Mungu ameniambia jibu la jambo hili lipo katika nini? Kwangu mimi jambo hili litapatikana katika utumishi. Ninakaa katika kufanyaje? Kumtumikia. Kwa hiyo nilikuwa natafuta nafasi na fursa kila namna kumtumikia Mungu. Nilikuwa siendi, yani kanisa kama unataka nikae tu eti nije nikae tu niwe nakuja na nilikuwa nimeshavuka huko. Wakati ninatoka chuo ninaenda kutafuta mahali pa kuabudu. Nilikuwa nimeenda kutafuta mahali pa kuabudu kwa lengo sio la kutafuta mchumba, kwa lengo la kumtumikia Mungu ili Bwana anipe mtu wa kuoa. Akanipa, amenipa je? Bwana asifiwe. Umeelewa mfano? Kwa hiyo kila mtu ana jambo lake. Unatafuta ufunuo wa neno la Mungu katika hilo jambo unalopitia. Upo. Kuna kitu Mungu anasema katika jambo unalopitia. Kuna kitu Mungu anasema katika jambo linalokukera. Kuna kitu Mungu anasema, mwambie jirani yako, kuna kitu Mungu anasema katika jambo unalopitia. Kuna kitu Mungu anasema katika jambo hilo. Kipo. Ndio maana ulituma neno lake.
kazi yako ni kujua katika hiki ninachopitia, Bwana unasema nini? Upate ufunuo. Mara nyingine lile jambo linalosemwa halihusiani kabisa na kitu unachotaka. Fikiri mimi nataka mke, Bwana ananiambia nimtumikie. Sasa ni Bwana vipi huyo? Si aniambie nijiunge gym, labda wale wadada wanaokuja gym. Au aniambie nimtumikie mambo ya injili tena. Haleluya. Ukihakikisha moyoni kwamba hili jambo hili neno lake ni hili, unang'ang'ana na hilo neno. Unang'ang'ana na hilo neno. Mara nyingine itakuja kama neno moja kwa moja, mara nyingine itakuja kama ushuhuda. Umeona watu hapo wanaponywa miili yao, lakini wana ugonjwa wa uchumi. Na Yesu ni yeye yule jana leo hata milele. Kama ameponya mwili, atashindwa kuponya biashara? Ni mponyaji sio tu wa mwili, ni mponyaji wa biashara pia. Wewe unachukua neno langu mimi ni kwamba Bwana aniponyaye yuko kwenye biashara yangu, ataponya biashara yangu, ataponya ndoa yangu, ataponya tabia za watoto wangu.